hivi vitabu vidogo vidogo vitakavyohifadhiwe, al-usulu thalatha sijui na vingine lazima vihifadhiwe. Sasa ikishindikana kuhifadhi, hauwezi kuhifadhi mathalan. Fa in ta'adhara, ikishindikana kuhifadhi, au qasara alayhi hifdhuhu lafdha, au qasara alayhi hifdhuhu lafdha, au imeshindikana kwake kuhifadhi hicho kitabu lafdhan, neno kwa neno, au qasara alayhi hifdhuhu lafdhan, au imeshindikana kwake kukihifadhi hicho kitabu lafdhan, neno kwa neno, falyukarrirhu kathiran, basi mwanafunzi akikariri kile kitabu mara nyingi, kila wakati kipitie kitabu chako. Hata Qur'ani pia ipitie kila wakati, ukiacha unasahau. Sawa? Hata Qur'ani pia ukiacha kuipitia unasahau kabisa. Tafikia wakati kama ukusoma kabisa, unatakiwa kila wakati uisome. Kwa ikiwa mtu imeshindikana, au qasara alayhi hifdhuhu lafdha, au kashindwa, imeshindikana kuhifadhi hicho kitabu kwa neno kwa neno, falyukarrirhu, basi akikariri kathira, mara nyingi, hatta tarsakha maanihi fi qalbihi, mpaka zitulizane, hatta tarsakha, mpaka zitulizane maanihi, maana za kitabu hiko, fi qalbihi, kwenye moyo wake. Pitie kila wakati kitabu ulichosomeshwa, kaa ukipitie mpaka zile maana zake ziwe umezihifadhi kichwani kwako. Thumma takunu baqi kutubil fanni, kisha vitakuwa vitabu vilivyobakia katika hiyo fani unayoisoma. Thumma takunu baqi kutubil fanni, kisha vitabakia vitabu vilivyobakia katika hiyo fani, vitabakia kuwa katawdihi, ni kama vile kuweka wazi tu, wa tafsiri, na tafsiri, lidhalika al-asli, ya hicho kitabu kidogo, alladhi, ambacho adrakahu, mwanafunzi amekidiriki, wa arafahu, na amekijua. Yani ukisoma vitabu vidogo vidogo hivi, vile vya mbeleni vikubwa vinakuja kuwa ni sherehe ya hivi vidogo. Fahamiane? Kwa usianzie vile, anzia hivi vidogo, kwa sababu vitakuja kuwa vipesi hivyo vikubwa. Ndio maana anasema thumma takunu baqi kutubil fanni, kisha vitakuwa baki ya vitabu vya hiyo fani vinginevyo. Sasa vilivyobakia ni kama vile katawdihi, ni kama vile kuweka wazi tu, wa tafsir, na ni sharh au tafsiri, lidhalika al-asli, ya hiyo matini. Sawa? Hicho kitabu alladhi adrakahu, ambacho amekidiriki, wa arafahu, na amekijua. Kisha akatoa mfano hapa, akasema falau hafidha at-talibu, lau kama atahifadhi mwanafunzi, falau hafidha at-talibu, lau kama atahifadhi mwanafunzi, al-aqidata al-wasitiyah, kitabu kinachoitwa al-aqidatu al-wasitiyah cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa thalathati al-usuli, na kitabu al-thalathati al-usul cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa kitab at-tauhid, wa kitab at-tauhid, ndiko hivyo wa kitab at-tauhid, na kitabu at-tauhid li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa fil fiqh, na katika fiqh mwanafunzi akahifadhi mukhtasara ad-dalili, mukhtasara ad-dalili, kitabu kinachoitwa mukhtasaru ad-dalil, yani ufupisho wa kitabu kinachoitwa dalilu at-talibi linaili al-ma'arib. Sawa? Miongoni mwa vitabu vya Hanabila vya fiqh. Wa fil fiqh, na katika fiqh mukhtasara ad-dalili, mwanafunzi akahifadhi kitabu kinachoitwa mukhtasara ad-dalili, yani anakusudia dalil at-talib, kitabu kinachoitwa dalilu at-talib, ile mukhtasari yake. Wa mukhtasara al-muqni', na akahifadhi ufupisho wa kitabu kinachoitwa al-muqni' cha Ibn Qudama, yani az-zad, yani akahifadhi zadul mustaqni', ambao ni mukhtasar ya al-muqni', wa mukhtasar al-muqni', na akahifadhi kitabu kinachoitwa zadul mustaqni', yani ufupisho wa kitabu al-muqni', al-muqni' Ibn Qudama, lakini hiyo mukhtasari yake ni al-Hajjawi. Wakasema yani anakusudia zad
Zadul Mustaqni' ambao ni mukhtasari ya al-Muqni' vitabu vya Kihanabila hivyo wa fil hadithi, na katika hadithi yani vitabu vya fiqh kwa madhhabi ya Imam Ahmad, vitabu vya fiqh kwa madhhabi ya Imam Ahmad rahimahullah. Wa fil hadithi, na katika hadithi mtu akahifadhi bulugha al-maram min adillat al-ahkam. Wa fi an-nahwi, na katika elimu ya nahwu mwanafunzi akahifadhi al-ajurrumiyya. Wajtahada, na akajitahidi fi fahmi hadhihi al-mutuni, katika kufahamu mutuni hizi. Waraja'a alaiha, na akazifanyia muraja'a. Waraja'a alaiha, na akazifanyia muraja'a juu yake. Ma tayassara min shuruhiha, vile vilivyokuwa vipesi katika sherehe zake. Au kutuba fanniha, au min shuruhiha, au kutubi fanniha, au katika vitabu vya fani hiyo. Fa innaha, vitabu hivyo, kasharhi laha, vitakuwa ni kama vile sharhi ya hivyo ulivyohifadhi mwanzo. Tufahamiana lianna talib alilmi, kwa sababu mwanafunzi idha hafidha alusula, akihifadhi misingi. Mwanafunzi idha hafidha alusula, akihifadhi misingi katika kila fani. Sara lahu malakatun, anakuwa na uwezo. Sara lahu malakatun, anakuwa na uwezo. Tamatun, uliotimia. Fi ma'rifatiha, katika kuijua misingi hiyo. Wahanat alayhi, na vinakuwa vipesi kwake. Kutubul fanni kulluha, vitabu vya fani vyote. As-sigharu wal kibaru, vidogo na vikubwa. Wahanat alayhi, na vitakuwa vipesi kwake. Kutubul fanni kulluha, vitabu vya fani vyote. As-sigharu wal kibaru, vidogo na vikubwa. Wa man dhayya al-usula, na atakayepuuza kusoma misingi, yani kuanzia chini kwenye kila fani. Wa man dhayya al-usula, na atakayepoteza akapuuza misingi. Hurima al-usula, atanyimwa kufikia katika malengo. Hurima al-usula, atanyimwa kufikia katika malengo. Faman harasa ala hadhihi al-ulum an-nafi'a, mtu ambaye atapupia. Faman harasa, mtu ambaye atapupia. Ala hadhihi al-ulum an-nafi'a, juu ya elimu hizi zenye manufaa. Wasta'ana billahi, na akamuomba msaada Allah. Aana, Allah atampa msaada. Yani ukiamua kusoma na ukapita njia hizi na ukamtaka msaada Allah, aanak, Allah atakupa msaada. Wa baraka lahu fi ilmihi, na Allah atambariki katika elimu yake. Wa tariqihi, na njia yake. Alladhi salakahu, ambayo ameipita katika kusoma. Wa man salaka fi talabihi lililmi ghayra tariqati at-tariqati an-nafi'a. Wa man salaka, na atakayepita. Fi talabihi lililmi, katika kuitafuta kwake elimu. Ghayra at-tariqi an-nafi'a, akapita isiyokuwa njia yenye manufaa. Fatat alayhi al-awqat, fatat alayhi al-awqat, sawa zitafutu kwake yeye nyakati, yani atapoteza muda mwingi katika kusoma na hapati faida. Fatat alayhi al-awqat, utamfutu yeye wakati, yani atatumia muda mwingi alafu hapati faida. Walam yudrik illa al-anaa, na hatapata isipokuwa kitabu. Walam yudrik, na hatapata illa al-anaa, isipokuwa kuchoka kitabu. Kama huwa maarufun, kama lilipokuwa hilo jambo linafahamika. Bitajribati, kwa uzoefu. Bitajribati, kwa uzoefu. Tajriba maana yake ni uzoefu. Bitajribati, kwa uzoefu. Wal mushahada, na inavyoonekana, yani kiuhalisia. Kwa hivyo kwa uzoefu, tajriba. Wal mushahada, na jinsi inavyoonekana, yani uhalisia ndio uko hivyo. Kwa hiyo katika jambo la kusoma, mtu anatakiwa aanze kusoma chini. Sawa, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, imeishia hapo maneno yake rahimahullahu ta'ala. Kwa katika kusoma watu wapite njia hizi, waanzie chini. Sawa, kusoma kupo aina mbili katika usomaji huu wa kawaida. Inawezekana wanafunzi wakawa wanasoma, mwalimu akawa anasomesha msikitini, anafungua kitabu kama hivi, anasomesha, wanafunzi wanasikiliza, wenye vitabu wanafuatisha, lakini faida yake ikawa ni ndogo, kwa sababu
unakuta wengi katika hao wanafunzi hawajafikia kiwango hiko cha kusoma vitabu hivyo. Kwa faida yake inakuwa ipo, mtu atasikia, atajua kimesemwa nini, atajitambua. Lakini sasa njia hii inakuwa haiwezi kutengeneza watu ambao wataweza kuwa walimu tena. Tafahamiana? Njia hiyo haiwezi kuwa njia ambayo inaweza kutengeneza watu wakawafundisha wenzao. Njia ambayo inaweza kutengeneza watu wakawafundisha wenzao ni ile ya kwanza. Mtu akaanza kusoma chini. Kama Qur'ani hajui, akaanza kusoma Qur'ani taratibu, kwa anapata mwongozo ya walimu wake, miongozo ya walimu wake katika kila sehemu. Hivyo anakwenda taratibu kwa haka. Hivi itakuwa watapatikana watu ambao wataweza kusomesha wenzao huko mbeleni. Na ndio usomaji ambao sisi ukusudia katika misikiti yetu hii. Wasome watu alafu nao pia wasomeshe watu wao. Ndio njia ya salaf ilikuwa hivyo. Al-aslu athani, msingi wa pili, al-hirsu ala tatbiq al-amali lililmi. Al-hirsu ni kupupia, wa alaykum salam. Al-hirsu ni kupupia ala tatbiq al-amali lilislam, juu ya kuifanyia kazi Uislamu. Kupupia juu ya kuufanyia kazi, kuwa na pupa juu ya kuufanyia kazi Uislamu. Tatbiq al-amali, kuufanyia kazi kivitendo. At-tatbiq al-amali, kuufanyia kazi kwa vitendo. Al-islamu Uislamu, lil-islamu Uislamu. Hadha al-hirsu, Sheikh anasema hadha al-hirsu, pupa hii yashmalu al-hirsa ala al-amali bilwajibat ash-shar'iyyah. Pupa hii yashmalu, inakusanya, al-hirsa, kupupia, ala al-amali bilwajibat ash-shar'iyyah, juu ya kufanyia kazi mambo ya wajibu ya kisheria. Fasalawat al-khamsi, kama vile swala 5. Yani wewe unaposoma dini uifanyie kazi hiyo elimu, uwe na pupa ya kufanyia kazi elimu. Na hii pupa sasa inaingia katika mambo ya wajibu kama vile sala. Yani haikubaliki mwanafunzi kawa hausali, au shekhi alafu hausali. Wewe sio shekhi, wewe ibilisi. Sawa? Haikubaliki mwanafunzi akawa hasali, msomi wa dini hapo hasali, au shekhi hasali. Huyo si shekhi, ni ibilisi. Sawa? Shekhi atakiwa hasali ili watu wamuige pia. Wa birril walidain, kadhalika na kuwatendea wema wazazi wawili. Unapokuwa unasoma elimu inakuongoza kuwatendea wema wazazi wako wakiwa hai au wamekufa. Kwa ikiwa wasoma dini alafu hauheshimu wazazi wako, takuwa bado wewe ufanyii kazi elimu, kwa sababu hakuna kitabu kimeelezea haki za wazazi na kuwatendea wema kama Qur'an. Hakuna. Qur'an ndio imeelezea haki za wazazi vizuri kuliko maelezo yote. Sasa ikiwa wasoma dini alafu wazazi wako hawatendei wema, utakuwa na matatizo. Kwa katika kusoma dini, katika mambo yanayohimizwa na ilmu ni birrul walidain, kuwatendea wema wazazi wawili kiwa hai, na baada ya kufa waombee dua wazazi wako. Kadhalika kuwatendea wema wale rafiki wa wazazi wako pia ni katika wema kwa wazazi. Sasa kuwatendea wema marafiki wa wazazi wako pia ni katika kuwatendea wema wazazi wako. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo, kama yashmalu aidan alhirsa ala alamali bisunna, kama inavyokusanya vile vile hiyo pupa ya kufanyia kazi elimu hiyo nielezea hapa. Kama yashmalu aidan, kama inavyokusanya vile vile alhirsa ala alamali bisunna, pupa juu ya kufanyia kazi sunna za mtume, kufanyia kazi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio sawa sawa ikawa mtu anasoma ilmu, anasoma dini, halafu anafanya mukhalafa wa wazi, kukhalifu sunna za mtume. Sunna kwa maana ile mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akawa anakwenda nayo kinyume, kinyume na sunna za mtume, ni jambo halikubaliki. Yatakiwa ufanyie kazi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio lengo la kusoma. Muige mtume katika tabia zake, ibada zake na mengineyo. Wa ihyaiha baina an-nas, na kupupia vile vile juu ya kuzihuisha hizo sunna, sababu sunna zimeuliwa.
Bid'a imekuwa iko juu kuliko sunna. Yani leo mambo ya bid'a yamekuwa ndo katika Uislamu ndio sunna, alafu mambo ya bid'a yamekuwa ndio sunna, alafu ile sunna inaonekana kuwa bid'a. Sasa sunna yaonekana kuwa ndo bid'a, alafu bid'a zimezoeleka mpaka zimekuwa ndo Uislamu sasa. Yani usipofanya wewe ndio watu wanakushangaa, mbona naacha jambo fulani wewe? Yani kama alishakuwa katika dini sasa, ameliweka nani katika dini hili? Kwa hiyo unaposoma ilmu huwa napupa ala ihya'i sunna, juu ya kuzihuisha sunna baina an-nas, baina ya watu, mastata'a al-muslimu ila dhalika sabila, kila kiasi anachokiweza muislamu katika hilo. Mastata'a al-muslimu ila dhalika sabila, kwa kiasi ambacho muislamu anaweza. Jitahidi kuhuisha sunna za mtume wako, wala usiogope watu. Fannawafilu, ibada za sunna, walwitru, na ibada ya witr, sala ya witr, wa qiyamul layli, na kisimamo cha usiku, wa siyamu tatawu'i, na funga za sunna, wal infaqu, na kutoa sadaqa, wa nahwuhu, na mfano wa hayo. Yahrisu ala alqiyami bihi, muislamu apupie kuyafanyia kazi. Yahrisu, apupie muislamu ala alqiyami bihi, kuyafanyia kazi hayo, sababu ndio ambayo anayasoma kwenye elimu. Elimu inamuongoza katika hayo. Kwa simama usiku usali, sali witri, funga za sunna, toa sadaqa, ndio elimu inakuongoza katika hayo. Yaqulu Abu Abdurrahman as-Sulami, anasema Abu Abdurrahman as-Sulami rahmatullahi ta'ala alayhi, mmoja katika tabi'in, anasema hivi: haddathuna, wametusimulia sisi. Haddathuna, wametusimulia sisi. Alladhina, wale ambao, kanu, walikuwa. Alladhina, wale ambao, kanu, walikuwa, yuqri'una alqur'ana, wanatusomesha sisi Qur'an. Yani sahabata, anakusudia masahaba. Sabiin tabi maana yake ni mwanafunzi wa masahaba. Kwa anasema haddathuna, wametusimulia sisi. Alladhina, watu ambao, kanu, walikuwa, yuqri'una alqur'ana, wanatusomesha Qur'ani. Yani sahaba, anakusudia masahaba. Wanatuhadithia nini? Annahum, kwamba wao masahaba wa mtume, kanu, walikuwa yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanajifunza kutoka kwa mtume. Yastaqri'una, wanajifunza, min rasulillah, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanu, na walikuwa masahaba, idha ta'allamu 10 ayatin, wanapojifunza aya 10 za Qur'ani, lam yukhallifuha, hawaziachi, au pia hawaziruki. Lam yukhallifuha, hawazivuki, hawaziachi hizo. Hatta ya'malu bima fiha min al'amal, mpaka wayafanyie kazi yaliyomo ndani yake katika matendo. Aya inaelekeza kitu fulani, wanafanyia kazi. Aya inaharamisha kitu fulani, wanaacha. Hivi ndivyo walipokuwa as-salaf, kama waliotangulia. Sasa wewe umeshasikia aya ngapi unazifanyia kazi? Umeshasikia hadithi ngapi za mtume unazifanyia kazi? Utakuwa ujiulize katika hili sasa. Unasikiza hutuba za Ijumaa, mihadhara, durusi mbalimbali, zinasomwa aya, hadithi za mtume. Je, muislamu wewe unazifanyia kazi hizo aya na hadithi? Utakuwa uzifanyie kazi, kusababisha kufikia wewe. Masahaba walikuwa kijifunza aya 10, lam yukhallifuha, kwa mtume hawaziachi hizo. Hatta ya'malu bima fiha min al'amal, mpaka wafanyie kazi yaliyomo ndani ya hizo aya katika amali. Qala, anasema Ibn Mas'ud, au qala, anasema yani wao alimsimulia katika masahaba, fata'allamna alqur'ana, masahaba wao wakawa wamejifunza Qur'an. Anasema fata'allamna alqur'ana, tukajifunza sisi Qur'ani, wal amala, na kuifanyia kazi Qur'ani, ma'an, kwa pamoja. Tukajifunza sisi Qur'ani na kuifanyia kazi Qur'ani jami'an, kwa pamoja. Qur'ani na amal, Qur'ani na amal, Qur'ani na amal. Hivi walikuwa kiishi masahaba radiyallahu
anhu. Fahadha huwa manhaju salafi, hii ndiyo njia ya wema waliotangulia rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Yaqrinuna al-ilma bil-amal, wao walikuwa wanaambatanisha elimu na amal. Yaqrinuna al-ilma bil-amal, wao walikuwa wanaambatanisha elimu na amal. Yani ukifikiwa tu Allah akasema hivi anafanyia kazi, hakuna masala kama kidogo kidogo taratibu. Allah akishasema wakasikia kauli ya Allah, basi wanafanyia kazi hapa hapo. Hakuna kwamba wewe tuanze kujizoesha kwa taratibu. Hawakuwa hivyo salaf, walikuwa wakiambatanisha elimu na amali. Lianna al-amala bil-ilmi, ni muda umekwisha, maelezo tukianza haya marefu. Kisha dakika ngapi mama? Tusome kidogo hapa tuseme simama. Lianna al-amala bil-ilmi, kwa sababu kuifanyia kazi elimu. Lianna al-amala bil-ilmi, kwa sababu kuifanyia kazi elimu yukhallisu, kunamnasua mtu min al-wa'idi, kutoka kwenye makemeo ashadidi, makali, al-mutarattib, yanayopatikana ala tarki al-amali bil-wajib, juu ya kuacha kufanyia kazi mambo ya wajibu. Lianna al-amala bil-ilmi, kwa sababu kuifanyia kazi elimu uliyoisoma, kuifanyia kazi elimu mtu aliyoisoma, yukhallisu, kuna nasua, kuna muokoa mtu. Yani kuifanyia kazi elimu yukhallisu, kuna nasua au kuna okoa, min al-wa'idi, kutokana na makemeo ashadidi, makali, al-mutarattibi, yanayopatikana ala tarki al-amali ala tarki al-amali al-wajib, ala tarki al-amali al-wajib, juu ya kuacha kufanyia kazi amali ya wajib. Fi qawli Allah ta'ala, makemeo yaliyopo katika kauli yake Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale ambayo hamyafanyi? Lima taquluna, kwa nini mnasema ma la taf'alun, yale ambayo nyinyi hamyatekelezi. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, yamekuwa makubwa machukivu mbele ya Allah. Kabura maqtan 'inda Allah, yamekuwa makubwa machukivu mbele ya Allah, an taqulu ma la taf'alun, kwa kusema yale ambayo hamiyatendi. Allah anachukia kwa umesoma, pengine pia unawalingania watu, alafu unachokisema haukitekelezi, unachokisema wewe uko nacho kinyume. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, yamekuwa makubwa machukivu mbele ya Allah kwa kusema yale ambayo hamiyatendi. Walianna al-amala bil-ilmi, na kwa sababu kuifanyia kazi elimu, fihi al-fikaku an sifati al-mamquta allati wasafa Allah biha al-yahuda, na kwa sababu kuifanyia kazi elimu, fihi, mna ndani yake, al-fikaku, kujinasua au kujitoa. Al-fikaku, kujitoa, kujinasua, an sifati al-mamquta, kutoka kwenye sifa inayochukiwa, allati, sifa ambayo wasafa Allah biha al-yahuda, Allah amewasifia nayo Mayahudi. Ukifanyia kazi elimu uliyoisikia na haki uliyoisikia, unakuwa unajitoa kwenye sifa mbaya, sifa ambayo ni mamquta, inachukiwa. Allati, sifa ambayo wasafa Allah biha al-yahuda, Allah amewaelezea nayo Mayahudi. Fi qawlihi azza wa jalla, katika kauli yake azza wa jalla, mathalu alladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Allah anasema wasifu wa wale ambao, au pia mfano, mfano mathalu alladhina hummilu at-taurata, mfano wa wale waliolazimishwa kuifanyia kazi Taurati. Mathalu alladhina hummilu at-taurata, mfano wa wale ambao wamelazimishwa kuifanyia kazi Taurati, ni Mayahudi. Thumma lam yahmiluha, kisha hawakuifanyia kazi. Kamathali al-himari, ni mfano wa punda.
yahmilu asfara, aliyebeba vitabu. Unapokuwa unasoma ilmu alafu ifanyie kazi, ni kama vile punda kabeba vitabu, sababu hajui kabeba kitu gani, hajui kabeba kitu kina faida gani. Ndio mfano yule ambaye kasoma alafu afanyie kazi elimu, mfano wake ni punda. Huu ni mfano ameupiga Allah kwenye Qur'an. Msomi asiyefanyia kazi elimu ni punda huyo. Wa mathalul ladhina humilu at-taurata, mfano wa wale waliolazimishwa kuifanyia kazi Taurati, thumma lam yahmiluha, kisha hawakuifanyia kazi. Kamathalil himari, ni mfano wa punda, yahmilu asfara, aliyebeba vitabu. Allah anasema bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah, uwe mbaya mfano wa jamaa ambao wamezikadhibisha aya za Allah. Bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah, uwe mbaya mfano wa jamaa ambao wamezikadhibisha aya za Allah. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Wa fil amali bil ilmi, na katika kuifanyia kazi elimu vile vile. Wa fil amali bil ilmi, na kuna katika kuifanyia kazi elimu alwusulu, kufikia ila alghayati almanshudati, kwenye lengo lenye kukusudiwa. Kuna katika kuifanyia kazi elimu uliosoma alwusulu, kufikia ila alghayati almanshudati, kwenye lengo lililokusudiwa, bi talabil ilm, kusoma elimu. Yani elimu inasomwa lengo kuifanyia kazi. Kwa unapofanyia kazi elimu unafanyia kazi malengo ya kuitafuta hiyo elimu, basi usingesoma kabaki mjinga tu. Sasa ushajua fanyia kazi. Walidhalika, na kwa sababu ya hilo, qala al-Fudhayl ibn Iyad, amesema al-Fudhayl ibn Iyad rahimahullah, amesemaje? Anasema la yazalu al-alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. La yazalu al-alimu jahila, ataendelea mjuzi kuwa ni mjinga, bima alima, kwa kile ambacho amekijua, hatta ya'mala bihi, mpaka akifanyie kazi. Fa idha amila bihi, akifanyia kazi tu, kana alima, atakuwa ndio mjuzi wakati huo. La yazalu al-alimu jahila, ataendelea mjuzi kuwa ni mjinga, anahesabika ni mjinga, bima alima, kwa kile alichokijua, hatta ya'mala bihi, mpaka akifanyie kazi. Hatta ya'mala bihi, mpaka akifanyie kazi. Fa idha amila bihi, akifanyia kazi tu, kana alima, atakuwa ni alim. فالدعوة السلفية, دعوة سلفية تعنا بهذا الأصل, inapatiliza msingi huu. فالدعوة السلفية, دعوة سلفية نسمى تعنا ببناء مجهولي, تعنا بهذا الأصل, inapatiliza msingi huu. وترعاه, na inauchunga msingi huu. وتحث الناس على الانشغال به, na da'wa salafia inawahimiza watu wajishughulishe na msingi huu wa kufanyia kazi elimu. Fa inna linshighala bil amali, kwa sababu kujishughulisha na matendo mema, anfa'u, kuna manufaa zaidi, min alinshighali, kuliko kujishughulisha bima la faidata fihi, katika yale ambayo hayana faida ndani yake, min kalami mubahi, katika mazungumzo ya halali, wa nahwi dhalika, mfano haya. Kuliko mkakaa mkapiga story, mkapiga porojo, bora ufanyie kazi ya ilmu uliyosoma, bora ufanyie kazi ilmu uliyosoma. Anatosha. Tuje kwanza, falau anna shababana, lau kama vijana wetu wangefanyia kazi msingi huu wa ilmu, basi wangesalimika na mabalaa mengi. Tuje kwanza kesho hapo inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu'na bihadha al-asli, inapatiliza, basi usingesoma kabaki mjinga tu.
za Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah hawaongelea mjuzi kuwa ni mjinga, anahesabika ni mjinga. Na msingi huu wa kufanyia kazi elimu, fa inna linshighala bil amali, kwa sababu kujishughulisha na matendo mema, anfa'u